Naam, karibu tena. Tuangazie ulingo wa siasa sasa, ambapo baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wametoa wito kwa serikali ya Kenya Kwanza kuwapa nafasi ya pili ya uongozi humu nchini, la sivyo watajiondoa kwenye serikali jumuishi. Wakiongozwa na naibu kinara wa chama hicho ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisii, Simba Arati, viongozi hao wamesema kwamba chama hicho kina umaarufu mkubwa humu nchini na katu hakitokubali wadhifa wa chini ya serikalini. Timothy Kipnusu huyu hapa tena akitupatia taswira kamili ya siasa ilivyochacha wikendi hii. Huku mirindimo ya siasa ya mwaka 2027 zikizidi kuchacha, mwelekeo wa siasa hasa kwenye serikali jumuishi unaendelea kuibua joto la kisiasa hata zaidi. Baadhi ya viongozi wa chama cha chungwa sasa wameionya serikali ya Rais William Ruto kuwa hataendelea na ushirikiano iwapo hawatatunikiwa nafasi ya naibu rais. Vijana tumekubaliana kwamba tutashirikiana, na tumesema sisi kama ODM tutasimamisha rais. Kama tutakubaliana na Mheshimiwa William Ruto, kama yeye ni rais, sisi lazima tukue deputy. Kama hataki kuwa rais akue deputy, sisi tukue rais. Haya yanajiri huko kinara wa chama hicho Oburu Odinga akihakikishia serikali ya Kenya Kwanza kwamba hawana nia yoyote ya kumpokonya Profesa Kithure Kindiki wadhifa wa naibu wa rais. Na kwingineko, baadhi ya viongozi kutoka eneo la magharibi wakiongozwa na katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atoli wamepuzilia mbali dhana kwamba eneo la magharibi limegawanyika kabla ya kipute cha mwaka 2027. Nataka msikize vizuri. Chama cha ODM kinatafuta power. Na power ambayo tunatafuta ni kupitia kwa mazungumzo, ikiongozwa na party leader wetu ambaye ni Daktari Oburu Oginga. Sasa chama ambaye inaongoza zaidi ya kaunti 20, ambaye iko na MCS zaidi ya 400, wako na wabunge zaidi ya karibu 100. Yule mtu ambaye anaota hiyo chama itakufa siku karibu, atoke kwa hiyo ndoto. Hata tukienda Singapore lazima tupikitie Canaan. Tukienda Singapore lazima tupitie pale, na vile tulisign pale tukue ndani ya broad based government, tulisign pale on 7th of March last year. Tukasign mambo 10 pale ndani, tukasema mambo ya NADCO reports, mambo ya compensation of victims, na kwa sahihi kuna pesa bilioni 2 imetolewa katika budget, na nashukuru hao viongozi wetu na viongozi wetu wa ngazi za juu, Dr. Oburu na rais, kwa kuweka ile bilioni 2 pale. Viongozi hao wamewasuta baadhi ya viongozi ambao wanaeneza porojo kwamba eneo hilo halina mashiko au ushawishi kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Kwenye uchaguzi wa mwaka 2027, aidha wamemtaka waziri wa usalama